Haleluya, haleluya. Tuombe. Baba, ninakushukuru, ninakutukuza kwa neema hii nzuri ambayo umetupa kwa mwaka huu mpya kabisa 2025 mahali hapa Sanya Juu. Asante kwa ajili ya upendo wako na nguvu zako na uweza wako na mamlaka yako ambayo imetufunika mahali hapa. Asante kwa ajili ya utukufu wako. Asante Roho Mtakatifu uliye mwalimu mzuri, uko katikati yetu kutufundisha sawasawa na lile neno ambalo Mungu ameliweka ndani yako kwa ajili ya kusanyiko hili. Nena nasi Bwana, ndani yetu tupate kusikia na kuelewa na kuchukua hatua katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunakabidhi Bwana kusanyiko hili na mahali hapa kwenye madhabahu ya damu ya Yesu Kristo. Tunakabidhi Bwana mioyo yetu na nafsi zetu Bwana, tukiziweka wakfu kwenye madhabahu ya damu ya Yesu. Katusaidie Bwana kwenye kongamano ili kila mmoja akapokee, kila mmoja akafunguliwe, kila mmoja Bwana sawasawa na haja ya moyo wake. Umjalie kwa utukufu wa jina lako kumfungua na kumweka huru kwa ajili ya utukufu wako Bwana, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hana nafasi mahali hapa katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Damu yako inenayo mema, kanene mema kwenye somo hili, kanene mema kwenye mkutano huu. Ardhi na mbingu zikae upande wako na upande wetu Bwana, zikubaliane kwa ajili ya lile neno lako na nguvu zako na utukufu wako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu kwa ushirika katikati yetu, kwa damu yako ya thamani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba na kushukuru nikiamini na kusema amen. Tukae. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Nami napenda kumshukuru Mungu nikinyenyekea sana kwa ajili ya wazazi wetu wa kiroho, wachungaji katikati yetu na wainjilisti na parishweka, kwa neema hii kubwa ambayo Mungu amenipa kwao. Amenipa pia kwa ajili ya baba na mama Kiziga, kwa ajili ya neno la Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yangu kwa ajili yenu. Amen. Lakini pia nikushukuru na wewe ambaye umefika. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Sisi tunatokea usharika wa KKT Kimara, Korogwe, Dar es Salaam. Mungu awabariki sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa ni kuandae kule tunaenda. Mimi ni mwalimu nafundishaga maombi ya vita. Ndio eneo Yesu amenipa. Haleluya wanajeshi wenzangu. Ndio eneo Bwana Yesu amenipa. Na kwenye kongamano hili tutaomba sana. Upako wa kuomba uko hapa. Neema ya kujiombea iko hapa. Neema ya kufunguliwa iko hapa. Kwa hili ni kongamano la kwako kuomba. Kuombewa patakuwa ni sehemu ndogo sana, kwa sababu tutakapoingia wote kuomba, na wale waliojipanga kuombewa na wao watafungukia humo humo. Hebu mshike mkono jirani yako, mwambie Bwana asifiwe askari mwenzangu. Mwambie tena Bwana asifiwe afande mwenzangu katika jeshi la Bwana. Wewe ni askari halali sana kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Na Yesu uliye naye, mwambie Yesu uliye naye ni kamanda mkuu wa vita ulio nayo. Kwenye kongamano hili umekuja kuomba maombi ya vita. Hama kwenye kuombewa. Anza kuomba. Pokea ushindi wa vita kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mtikise kidogo, mwambie ukae sawa sawa. Tikisa tena, mwambie kaa sawa sawa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Leo nitafanya utangulizi. Nitakuwekea msingi kule tunaelekea, lakini hapo mwishoni tutaomba kidogo. Leo na kesho nafanya utangulizi kidogo.
Lakini kuanzia kesho kutwa tutaingia kwenye maombi ya vita ya muda mrefu. Sema amen. Sema amen. Siku ya 3 tutakanyaga maombi zaidi. Hatujui tutakwenda siku ngapi, lakini nitakuwa nasikilizia ndani Roho Mtakatifu anavyotuongoza. Haleluya. Kwa leo na kesho sikiliza sana na kuandika. Kuandika ni muhimu. Wangapi tuna mahali pa kuandika? Amen. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Hakikisha unaandika. Mwanafunzi mzuri anaandika notes zake. Ili aweze kuomba vizuri lazima awe na mahali pa mwongozo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somo tutakalo tembea nalo lina kichwa kinachosema kuzungumza kwa mamlaka. Andika. Kuzungumza kwa mamlaka niliyopewa ndani yake Yesu Kristo. Andika hivyo hivyo. Kuzungumza kwa mamlaka niliyopewa ndani yake Yesu Kristo. Tarudia tena ya mwisho. Kuzungumza kwa mamlaka niliyopewa ndani yake Yesu Kristo. Nazungumza na kuongea na nini? Na wewe nenda unajiandika hivyo hivyo. Nazungumza na kuongea na nini? Nazungumza na kuongea na madhabahu za miungu mbalimbali. Nazungumza na kuongea na madhabahu za miungu mbalimbali zilizowekwa au zilizoinuliwa au zilizosimamishwa. Nazungumza au kuongea na madhabahu za miungu mbalimbali zilizowekwa au zilizoinuliwa au zilizosimamishwa. Lengo lake kuu au kusudi lake ya hizo madhabahu za miungu, lengo lake au kusudi lake, zimesimamishwa kiroho, zinawekwa kiroho, zinainuliwa kiroho ili kunizuia mimi. Andika hivyo hivyo. Ili kunizuia mimi. Yani lengo la hizo madhabahu zinazoinuliwa na ulimwengu wa roho wa giza wa shetani, lengo lake au kusudi lake ili kunizuia mimi kuinuka kwenda kiwango kingine ambacho Mungu amenipangia. Zinanizuia kwenda, zinanizuia kwenda kiwango kingine ambacho Mungu amenipangia kwenye maisha yangu. Na zina uwezo mkubwa sana kiroho. Lakini pia zitanizuia mimi kuvuka. Zitanizuia mimi hivyo hivyo, kwa sababu utakuwa unajiombea wewe. Zitanizuia mimi kuvuka kwenda kiwango kingine ambacho Mungu amenipangia. Sasa mazuio ya kimadhabahu namna hii huwa yanawekwa kiroho, hayawekwi kimwili. Naongea na watu. Haleluya, haleluya. Haleluya wanajeshi wenzangu. Amen. Lakini pia zitanizuia mimi kuinuka kwenda kiwango kipya. Kiwango kipya. Lazima uwe unatathmini mwaka jana ulikuwa wapi, na mwaka huu uko wapi, na unaenda wapi. Ukiona uko pale pale muda mrefu, umesimama pale pale muda mrefu, kuna zuio. Kuna zuio katika ulimwengu wa roho wa nafsi yako na maisha yako. Na hilo zuio linakutambua na linakujua na linakufahamu. Kila mara linatangulia mbele yako kama ukuta. Linatangulia mbele yako kama mipaka inayochorwa. Ni zuio la kiroho, sio la kimwili. Kabla halijaja mwilini, lilishaanzia rohoni. Na mazuio mengi sana
lazima yawe yameshika kwenye madhabahu za miungu fulani fulani. Haleluya, haleluya. Lakini pia hizo madhabahu zinazoinuliwa, zinazosimamishwa, zinazowekwa na ulimwengu wa roho wa giza, zitakuzuia wewe kwenda hatua mpya. Nimekupa lugha za kimaombi hapa. Unazuiliwa kwenda hatua mpya, hatua nyingine, kiwango kipya, kiwango kingine, majira mapya, majira mengine. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tena kitabu kile cha Waamuzi, kitabu cha Waamuzi sura ile ya 5 na ule mstari wa 8. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 5 na ule mstari wa 8. Aliye na Biblia yake afungue Biblia. Fungua Biblia. Kesho nitakuwekea ubao wangu. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 5, kwa sababu tutasoma wote, na ule mstari wa 8. Mstari wa 8 tusome wote tuliofika. Walichagua miungu mipya. Tusome tafadhali. Rudia tena. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao na mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Walichagua miungu, pakawa na vita malangoni, vita ya mazuio. Unazuilika kutoka, unazuilika kuinuka, unazuilika kwenda, unazuilika kupiga hatua, unazuilika kuinuka kwenda kiwango kingine. Naongea na mtu hapa. Haleluya, 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 haleluya. Ni zuio la kiroho, sio la kimwili. Lakini nyuma ya lile zuio, siri kubwa iliyopo ni madhabahu za miungu. Na tutakapokuwa tunazungumza na madhabahu za miungu, ngoja nikwambie miungu ya madhabahu za kuzungumza nazo. Andika madhabahu nitakazozungumza nazo, madhabahu za miungu tutakazozungumza nazo au tutakazoongea nazo. Wale mnaopenda sana maombi ya vita, madhabahu zote zina masikio ya kusikia, zote. Na miungu yote ina masikio ya kusikia. Na chochote kiwekwacho kwenye hizo madhabahu na vyenyewe vinasikia. Chochote kiko kwenye madhabahu kinasikia. Chochote kinasikia. Ni ulimwengu wake wa roho. Madhabahu zinasikia. Na huwa zinaweza kuongea na zinaweza kusema. Na zina taarifa nyingi. Na kuna mambo mengi. Katika vita yoyote ulio nayo, ukiona haikwachiki rahisi, ujue nyuma yake kuna madhabahu za miungu. Hiyo vita yake inakuaga kubwa. Na vita ya miungu sio vita ndogo. Lakini kwa sababu Yesu yuko hapa na ameruhusu semina hii na somo hili lije kwetu, atatusaidia wote, tutavuka. Haleluya, haleluya. Kuna siku nilikuwa namwombea msichana ambaye amechelewa kuolewa. Wakati ananishirikisha, Roho Mtakatifu akaniambia ana mazuio zaidi ya madhabahu 4. Nikaanza kumuuliza Mungu, kivipi? Akaniambia kule kwao kuna madhabahu za miungu, na chimbuko lao sio la ndoa moja, ni wanawake wengi. Mnanielewa sawa sawa? Kwa uko ule wa kwao, kwa baba yake na mama yake, tayari tunachanua zile koo. Si mnanielewa? Na kule anakoolewa na yule anayemuona yeye ana mazuio. Unaona sasa? Na yeye kabanwa kwenye madhabahu za miungu ya kwao. Kwa hiyo kama tuondoi zuio la huku, zuio la huku linaweza likatoka. La huku likibaki, bado bwana harusi hataona bibi harusi. Na bado bibi harusi hataona bwana harusi. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo ikabidi tuanze kupiga madhabahu za huku, tupige na madhabahu za huku,
tuondoe mazuio ya kimadhabahu huku yalikowekwa na huku yalikowekwa. Damu ya Yesu ikawakutanisha. Naona sasa ni ulimwengu wa roho. Kwa leo na kesho na kuwekea msingi. Kuanzia siku ya 3 lazima shetani tumpe kipande chake. Tena kipande cha kumtosha. Haleluya. 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 Tutazungumza na madhabahu zifuatazo. Madhabahu za miungu ya familia. Kule unakotokea. Madhabahu za miungu ya familia. Tukiongea familia tutazungumza pia na madhabahu za miungu ya ukoo. Nikija kwenye ukoo nitakulazimisha utaje jina la ukoo. Ni kwa baba, ni kwa mama, kwa kuoa na kuolewa. Madhabahu za miungu ya kifamilia. Hapo kuna madhabahu za miungu ya ukoo. Na kuna wakati kule kwenye ukoo panakuwa na watu kadha wa kadha waliokuwa na hiyo miungu. Madhabahu ya miungu ya baba, madhabahu ya miungu ya bibi, madhabahu ya miungu ya shangazi, madhabahu ya miungu ya mjomba, madhabahu ya miungu ya dada, madhabahu ya miungu ya kaka yako, madhabahu ya miungu fulani fulani walikuwa nayo kwenye ukoo. Naongea na watu. Madhabahu zote zinajua kukuwekea mazuio wewe. Huinuki kwenda hatua nyingine. Huinuki kwenda kiwango kingine. Huinuki kwenda majira mapya. Kama watu wanasogea kidogo sana, alafu ghafla unasikia ameshikwa, amevutwa tena huko nyuma. Anarudi pale pale. Kwani wanasema huko huku na mtu anajengaga gorofa. Huko huku na mtu ana masters. No! Huko huku na watu wanasomaga vitabu vya mizimu. Wewe unasoma physics. Kwa hiyo hamna ndoa. Anaenda wapi huyu? Lakini zuio litaondoka kwa jina la Yesu. Zuio litaondoka kwa jina la Yesu. Kutoka ni lazima. Mnanielewa sawa sawa? Amen. Alafu pia tutazungumza na madhabahu za miungu migeni. Madhabahu za miungu migeni. Madhabahu za miungu migeni zinainuaje vita kwenye maisha yako? Zinainua vita kwenye maisha yako kutokana na kama umeajiliwa au umejiajili, utakuwa na watu unaoshirikiana nao kwenye kazi, na wao wanatoka kwenye miungu ya kwao, au kazi zao au vyeo vyao vimesaidiwa na miungu mingine. Na tabia ya miungu ina tabia ya kumzunguka mtu na kumbana katikati. Anakuwa kama mmea uliozongwa na magugu. Hawezi kuchipua kwa haraka. Tunaelewana? Ndio zilivyo. Yani zikiwepo zitahakikisha zimekuzonga pande zote. Mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, juu, chini. Husogei. Wanasema bana huyo mtu. Unabanwa katikati. Usogei. Uko pale pale. Miaka inaenda. Watu wakisogea wanasogea kidogo sana. Hatua ile kubwa na matamanio makubwa ya ndoto walizo nazo, mawazo walio nayo, viwango ambavyo Mungu amewawekea ndani. Kuna picha nzuri za maono ziko ndani. Anaona vitu vinajibiwa kidogo sana. Lakini kwa semina hii Mungu atajibu kwa ukubwa wake. Haleluya. Hata wale ambao hawajaolewa wataolewa. Wataoa, kaka wataoa. Zuio litatoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa unakuta hiyo inakuwa ni miungu migeni kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya watu wanaokuzunguka, kwa sababu ya maeneo ya biashara, maeneo ya kazi. Watoto wanasoma shuleni na watu tofauti. Lakini pia miungu migeni inaweza kuwa kwako kutokana na umeolewa ukoo upi, umeoa ukoo upi. Kuna binti tulimwombea akaniambia, sasa mwalimu kwetu patafunguka. Nikamwambia neema ya Mungu ni kubwa. Tuambie vita yako. Anasema baba yangu alioa kwa mganga wa kienyeji. Na yeye baba anatokea kwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo babu bibi ni waganga
Upande wa mama, babu, bibi ni waganga, kabalo katikati. Hasogei mchana usiku, hasogei Januari Disemba, hasogei, kwa sababu ni tangu mbegu anatoka kwenye kiuno cha baba yake ni uganga. Amekaa tumboni kwa mama, mama ni mganga, alirithi mikoba. Baba yake ni mganga, alirithi mikoba. Kuna watu hapa wanatoka koo za kichifu, koo za Kimangi, koo za Kitemi. Tutawakataa wiki hii. Watu wache kwa damu ya Yesu. Tunavuka kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Madhabahu za miungu ya kifamilia, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Tutazisemesha kuanzia siku ya 3, tunazisemesha kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Haleluya. Lakini pia tutazungumza na madhabahu za miungu migeni. Hizi huwa zinakuja na wageni. Andika hivyo tu, wageni. Zinakujaga na wageni. Madhabahu za miungu migeni, madhabahu za miungu mipya. Lakini pia kuna madhabahu za miungu ya eneo. Siache kuombea ardhi ya eneo mahali unaishi au kipato chako kiko. Madhabahu za miungu ya eneo au madhabahu ya miungu ya nchi ile au madhabahu ya miungu ya wenyeji. Ni wenyeji, kwa hiyo lazima uzoe kuzisemesha, ni upinzani. Yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Asante Yesu. Amen. Haleluya. Lakini pia tutazungumza na madhabahu za miungu ya watu kabisa, watu wanaotenda kazi na shetani, watumishi wa shetani, mawakala wa shetani. Tutazungumza na madhabahu zao. Lengo kubwa na siri kubwa ya hizo madhabahu ni kukuzuia tu, ni kukukwamisha tu. Watu hawatoki kwenda kiwango kingine, hawatoki kwenda hatua nyingine, hawatoki kwenda kiwango kingine. Na hapa itakulazimu kuzungumza na vitu vingi ulivyo navyo. Kama ni malengo, utazungumza na malengo. Madhabahu za miungu zote hizi kwa chini Yesu, katika ulimwengu wa roho, achia malengo yangu na yatainuka kwenda kiwango kingine. Achia ndoto yangu, achia kwa damu ya Yesu. Utazungumza na kampuni, utazungumza kwa niaba ya familia, utazungumza kwa niaba ya wazazi, utazungumza kwa niaba ya nafsi za watoto wako, utazungumza na hiyo biashara, itainuka kwenda kiwango kingine. Haleluya, haleluya, haleluya. Zungumza katika ulimwengu wa roho, ongea katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unasikia zaidi kwa matamko utakayokuwa unayatamka. Unasikia. Walipochagua miungu, pakawa na vita kwenye malango mbalimbali yana vita za aina mbalimbali. Tutajifunza kwa kuangalia mfano kadhaa kwenye Biblia kwa habari ya wana wa Israeli. Kitabu kile cha Kutoka, nikupe mfano kibibilia. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 3. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Kutoka sura ile ya 3 na ule mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Kumbuka tunakoelekea, tunaanza kuyaona maisha walioyaishi wana wa Israeli wakiwa Misri. Tunaelewana? Pale kwa wana wa Israeli, nikiwataja wana wa Israeli utakuwa unajiangalia na wewe. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri,
nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao. Mstari wa 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mpelizi na Muhivi na Myebosi. Mstari wa 9, basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Maisha ya wana wa Israeli walipokuwa Misri yalikuwa ni maisha ya mateso, maisha ya kulia. Wewe unacheki maisha yako, maisha ya mateso, maisha ya kulia, maisha ya uchungu. Na walienda miaka mingi sana, sio miaka michache. Katika Agano la Kale watu walikuwa wanaishi miaka mingi. Hali hii wachukua Januari Disemba, ni kulia tu. Lazima kuna sababu ya kilio kibaya ndani ya mtu. Naongea na mtu hapa. Maisha ya mateso, maisha ya uchungu. Moyo una uchungu na maumivu makubwa. Na palipo na uchungu pana magonjwa ya mifupa, pana magonjwa ya moyo, presha inapanda inashuka, pana magonjwa ya sukari, pana magonjwa ya mifupa ya mwili kuuma. Bwana akiwa anapiga ile madhabahu ya miungu, na hii vita itakuachia. Haleluya, haleluya. Maisha yao yalikuwa ni maisha ya maumivu. Mungu akasema najua maumivu yao, nimesikia. Yani kilio chao kilifikaga mpaka mbinguni, mpaka mbinguni. Mungu akaona ni lazima nishuke mwenyewe, niende nikawatoe, niende nikawaondoe pale. Na Mungu alishuka kweli. Na Mungu ameshuka hapa Siha, Sanya Juu. Ni Sanya Juu, Sanya Juu, Siha. Haleluya. Mungu ameshuka hapa. Alikuwa ananisemesha leo mchana, nimeshuka kwa ajili yao. Nitawatoa na hizo madhabahu zitawaachia. Anza kuona mbele, tuna hatua mpya tena kubwa, si ndogo. Haleluya, haleluya. Kuna wakati mimi huwa najiuliza, mbona tuna wasomi wengi hawana kazi? Wakati kila siku matangazo ya kupata kazi yanatoka, watu wengine wanaajiriwa, wakwako tu haajiriwi. Je, kwani kuna miungu? Cheki moyo wake unavyopita kwenye shida kubwa. Watu hawavuki. Kuna koo hazina wasomi. Miungu ina tabia kuchola mstari kama mipaka. Hakuna kuvuka hapa. Na inaongea uvuki hapa. Hata wewe kwenye ndoto wanakuambia uvuki hapa. Huwa wanakuambia. Na wanakusemesha hakuna, uendi popote. Sasa utavuka. Na utafika Mungu amekupangia. Na hawatainua hiyo vita tena. Haleluya, haleluya. Jambo la pili, maisha yao, tuko tunaangalia wana wa Israeli. Maisha yao yote walioyaishi wakiwa Misri yalikuwa ni maisha ya uchungu mkali. Ngoja nikupe mstari. Uchungu ulikuwa mkali mno kwenye maisha yao. Mkali mno mpaka Mungu anamwambia Musa kwenye kitabu cha Kutoka, najua maumivu yao, nimesikia kilio chao. Kuna habari ya maumivu, yani watu ni wagonjwa, ni watu wa maisha ya dawa tu, ni watu wa maisha ya kupigwa tu. Maisha yao ni maisha ya kuachwa na kubezwa na aibu. Katika jina la Yesu, kwa mwaka huu siku za kuomboleza kwako zinakoma. Katika jina la Yesu. Haleluya. Leo na kesho na kuwekea ka utangulizi, kesho kutwa. Na Mungu akasema nimeona mateso. Nimeona mateso. Lakini pia jambo la tatu, maisha yao yalikuwa ni maisha ya kutumikishwa. Walitumikishwa na kuonewa, wakawa watumwa kwa miaka mingi. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 26. Miungu karibia yote ina tabia zinafanana tu kama haijamwachia mtu. Maisha ya utumwa yanakuwa mengi sana. Ngoja nikwambie utumwa mmoja mbaya.
Leo nilikuwa nawasimulia kwamba kuna dada amenipigia simu akaniambia, mwalimu nisaidie, mimi nimeolewa nikaenda kukaa kwa bibi wa mume wangu. Mume wake alipomaliza chuo akapata kazi, ana masters yake, hakwenda kwa wazazi wake, akaenda kuishi kwa bibi. Mshahara wake wote anampa bibi, sio wewe uliyemsomesha. Unaona huo utumwa? Ni wewe mama umeanza naye baby class tangu mimba, baba ametoka naye kwenye kiuno, anapata mshahara anamwekea bibi. Mke wake naye ameolewa, masharti ni hayo hayo, mshahara unamwekea bibi. Usipoweka hii ndoa inakufa. Nikamwambia nikamwambia umeshakaa hapo miaka ngapi? Alisema nimezaa watoto 2. Wakwe zake wakamwambia toka, hiyo sio hali ya kawaida, huyo sio bibi wa kawaida. Na mimi nikamwambia sio bibi wa kawaida. Unaona bibi alikowahi? Amewahi pochi ya mwanao. Wewe umeuza kuni, wewe umeuza mkaa, umekamua ng'ombe, ye bibi anakuja kupokea mshahara wa mwanao. Unaona huo utumwa? Ni tabia za miungu. Hujawahi ona mtu akipata tu kazi ndiye anaongeza malaya? Mshahara wote akipata tu mshahara pombe. Ni tabia za miungu. Basi sio hapa, ni kule kwetu Shinyanga. Hapa naona kuna wastaarabu. Miungu ni ajabu, lazima tuikasilikie. Amen. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 26. Utumwa. Mungu atatutoa kwenye utumwa. Hata madeni ni utumwa yasiyolipika. Kumbukumbu la Torati 26 kuanzia ule mstari wa 6. Madeni tunakopaje kwa malengo, madeni hayalipiki. Utumwa huu kuachie kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Biblia inasema, Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Mnanisikia sawa sawa? Mstari wa 7. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu. Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Mstari wa 8. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa utisho mwingi na ishara na kwa maajabu. Sema amen. Mstari wa 9. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Mungu akiwa anatutoa kwenye madhabahu za miungu, atatuingiza mahali alipotukusudia katika jina la Yesu. Lengo lake sio kutuacha njiani, lengo lake atatufikisha Kanani. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Kutoka. Nirudi kitabu cha Kutoka sura ile ya 1. Kitabu cha Kutoka. Waliishi maisha ya utumwa mgumu. Kutoka sura ile ya 1. Watu wana neema ya kulima lakini hawavuni, wanavuna hafifu. Tuna misiba ya watu, tuna misiba ya ng'ombe, tuna misiba ya umbwa wa nyumbani wanaolinda wanakufa, tuna kila kitu kinakufa. Mungu atatutetea sana. Amen. Kutoka sura ile ya 1, taanzia mstari wa 13 nitakwenda na wa 14. Biblia inaniambia, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Naongea habari ya kazi ngumu. Biashara ni ngumu. Watoto wanasoma shule kwa ugumu sana, hawaelewi mwalimu. Akili yake ilikuwa vizuri, inazidi kushuka kila itwapo leo. Amebanwa, anazuilika kwenda kiwango kingine, amekwama mahali. Sasa huu ni ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa damu na nyama. Halo halo halo. Kuwa uchungu kwa kazi ngumu,
kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Ndivyo walivyowafanyia hawa wana wa Israeli, walifanywa na Wamisri. Kwa tumeona kwamba ulimwengu wa roho giza uliwainua Wamisri kwa ajili ya wana wa Israeli. Anza kuyaona maisha yako. Ulimwengu wa roho giza unawainua Wamisri, unawapa nguvu ya madhabahu za miungu nyuma yake. Wanawainukia watu, wanainuka na mtu, wanatembea na mtu kwa muda mrefu. Na kwenda mstari wa 12. Basi mstari wa 12, lakini kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Mstari wa 11, nasoma kwenda juu. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Wakawawekea watu wasimamizi wa watese. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna wasimamizi wa mateso. Ndiyo, madhabahu za miungu zinaweza kuinua watu wa kutesao maisha ya mtu tangu anazaliwa mpaka anakufa. Amepita kwenye kipindi kigumu cha maisha. Naongea na mtu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naenda mstari wa 9 na wa 10. Akawaambia watu wake, angalieni, wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, ikatokea vita wao nao, wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Yani mpambano. Madhabahu za miungu ya kule Misri zilizoinuliwa juu yao ziliwasababishia mambo mengi. Jambo la 4. Jambo la 4 au hatua ya 4, majira ya Mungu yalitimia. Andika hivyo hivyo. Majira ya Mungu yalifika. Majira ya Mungu yalitimia na aliwatoa pale, hakuwaacha. Majira ya Mungu yamefika kwako. Majira ya Mungu yanatimia kwako. Anakutoa mahali wamekushikilia kwa muda mrefu. Haleluya, haleluya. Kutoka sura ile ya 6. Kutoka sura ile ya 6, na kuwekea utangulizi utakusaidia. Sura ile ya 6, nianze na mstari wa 2. Kisha Mungu akanena na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, mimi nimetokea, mimi nilimtokea Ibrahim na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Jehova sikujulikana kwao. Tena nimelithibitisha agano langu nao na kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao, hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo, nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wamewatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, mimi nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Sema amen. Nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kutoka sura ile ya 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 41. Kitabu cha Kutoka. Tuko kwenye majira ya Mungu yalifika, kama ambavyo yamefika kwetu pia, kwa habari ya kutoka chini ya ule utumwa na yale mateso. Unapokuwa umekaa mahali muda mrefu, ni lazima uwe unakasirikia ile hali, unaikataa, unajitamkia kabisa, sitaki kukaa hapa tena. Haleluya. Kutoka sura ile ya 12 mstari wa 41. Mstari wa 41, Biblia inasema, ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka katika nchi ya Misri. Mungu akafunga ule ukurasa, akafungua mlango mwingine,
lakini pia tunaona ya kwamba alitangaza mwisho wa kukaa pale. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema imefika mwisho wa mimi kukaa mahali nimekaa kwa muda mrefu. Kwa damu ya Yesu Mungu alitangaza ni mwisho kukaa hapa, mwisho wa miaka hii. Mstari wa 42, ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huo ndio usiku wa Bwana ambao wapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana aliwahurumia akawatoa. Ametuhurumia na sisi atatutoa. Atakutoa ulipo. Kutoka 12 ule mstari wa kwanza au wa pili. Yes, mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Akamwambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mungu anapokuwa anashughulika na madhabahu za miungu, atafunga ule ukurasa. Atafungua ukurasa mpya. Na ule ukurasa hautafunguliwa kwa damu ya Yesu. Hautakuinukia tena kwa damu ya Yesu. Hawatakuvuta tena kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alifuta, Mungu alifuta. Na tamani udake hayo ninayokuambia. Mungu alifuta akawatoa. Alimwambia Musa, nitashuka mwenyewe kwa ajili ya hili. Nitashuka mwenyewe. Nitashuka niwatoe. Nitashuka nitahukumu. Nitashuka nitapigana hiyo vita. Lazima niwatoe. Mungu anapokuwa anaona tumekaa mahali muda mrefu. Nikiwa nakuombea nikiwa Dar es Salaam, nilikuwa namwambia Yesu, Bwana Yesu, kuna majibu ya maombi ya watu yanatakiwa kujibiwa haraka. Kama ya kujibiwa miaka ya nyuma, yajibiwe sasa. Watu wanakaaje kwenye mzunguko huo miaka yote? Watu wanasimama pale pale miaka yote, hawaendi, hawasongi, hawasogei. Ukirudi nyuma unakuta kuna madhabahu za miungu na taratibu zake na miiko yake. Kwa unakuta madhabahu za miungu na miungu yenyewe ina uhalali. Haitutezi kwa kutuonea, ina uhalali. Walianza wao, sisi tukaingia utumwani. Ina uhalali. Na Mungu aliposhuka, ngoja nikusemesha maneno haya, andika. Mungu akishuka nini atafanya? Kwa nini aje? Panapo kuwepo na miungu huwa lazima na yeye aje, tukimuita aje ili atusaidie. Amen, haleluya. Mambo machache. Mungu aliposhuka kuwatoa alifanya mambo mengi. Kesho nitakuongezea mambo gani Mungu aliyafanya na sisi tunatembeaje kwenye hili somo. Mungu aliposhuka, jambo la kwanza, alikuja kuwasaidia kupigana vita. Alishuka na akawasaidia kupigana vita. Lakini tunaona ya kwamba hakunyamaza. Mchana na usiku alihakikisha mpaka watu wote wametoka, mpaka watu wote wameisha hapo. Kama kuna kitu kigumu nilikuwa nakisoma kwenye Biblia, Mungu alikuwa anamwambia Musa, nenda kamwambie Farao, achia watu wangu wakanitumikie. Lakini saa ya kuwatoa akuongea na Farao, alihukumu miungu. Narudia tena, ishara zote ambazo Mungu aliziachilia kwa Musa, nenda kwa Farao, akikataa nitafanya hili, akataa nitafanya hili. Farao hakuwapa ruhusa ya kutoka. Wakati wa kuwatoa, Mungu alimweka Farao kando. Naongea na mtu hapa. Alimweka Farao kando, akahukumu miungu, akawatoa. Kwa nini? Miungu ndio ilikuwa inamsaidia Farao kukaa kwenye nafasi, kuoperate kwenye kazi yake. Haleluya, 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 haleluya. Mungu aliposhuka alikuja kuwasaidia kupigana ile vita. Lakini jambo lingine, alijidhihirisha. Alionekana wazi wazi. Akaliangalia neno lake na kulitimiza. Si alisema nitawatoa? Si alisema ninafuta hii miaka ya mateso? Alisema hapa nitawatoa.
Alisema nimesikia kilio chao, kwa hiyo akishuka mbane. Ahadi zote alizokuwa amekupa zitimie. Halo. Ndoto njema, ndoto nzuri alizokupa zitimie. Mwambie Baba, kuna hili. Ongea mengi katika jina la Yesu. Una shamba, mwambie Baba, shamba yangu hii hapa. Alikuja kutekeleza kile alichowaambia. Watu na ahadi za Mungu nyingi ambazo Mungu anatupa, ila kuna vita, kuna zuio kubwa kiroho. Haleluya. Lakini pia aliposhuka aliingilia kati, akawa upande wao kwenye ile vita, na alihakikisha alichosema amekitimiza. Hakikisha unambana kweli, akishuka hapo aweze kukusaidia, akae hapo mpaka unavuka. Wewe na watoto wako wote mnatoka, inahukumiwa wote tunatoka, tunakwenda kiwango kingine, hatua nyingine. Haleluya. Kama Bwana amekuita, miungu ndoa inakataa watu wasiende hatua zingine za utumishi wao. Kwani sina huko kuna utumishi? Msiwe na miungu mingine ila mimi, inasemaga Biblia, wala kuitumikia. Miungu huku huwa inatumikiwa. Kuna utumishi wa miungu huku kwenu. Kwa hiyo wewe unapoinuka kama mtumishi wa Mungu inakataa. Sasa unaye anakwenda wapi? Weka zuio. Anajikuta yuko pale mwaka kwa mwaka na kiwango hicho tu. Kiwango chake haendi mipaka. Anabakiza tu, ana zile ndoto lakini hazionekani mwilini. Anabaki ana mipango, haitokei mwilini. Itatokea kwa jina la Yesu. Wakina Gideon watainuka kwenye malango ya familia. Wakina Musa watainuliwa kwenye malango ya familia. Wakina Abraham watainuliwa kwenye malango ya familia. Akina Esther watainuka. Inazuia kwani wanatutaka wote tutubebe vimikoba vya uganga. Dada mmoja akaniambia, mwalimu, mimi nimeolewa ukoo ambao maisha yakawa magumu sana. Wakawa wanapewa taarifa kutoka nyumbani, maisha yenu ni magumu kwa sababu ninyi hamjaki kusalimia wazee. Wenzenu wanakujaga Disemba kusalimia wazee, ninyi hamji. Yule mume wake anamwambia, mimi nimeokoka siendi. Mke wake akamwambia, twende, kama umaskini huu utaondoka kwa kusalimia wazee, si twende. Sasa yule dada hajui anaenda wapi. Akamshurutisha mume wake, akamwangalia, akamwambia, haya twende. Wakajiandaa Disemba moja na wao hao, na mzaliwa wa kwanza alikuwa mgongoni anabeba. Wakafika wakawakaribisha kwenye ule ukoo, wakawafurahia. Kesho yake wakasema, sasa tutawapeleka mkaongee na wazee. Wakabeba mbuzi, wakabeba uji, wakabeba nini. Kichochoro cha kwanza hicho. Wanakwenda msitu kwa msitu, wanakata, wanatokezea huko. Anamwambia mume wake, tunaenda hapa. Unyamaze. Wewe ndio umesema, unasema tukazungumze na wazee. Nyamaza mpaka mwisho. Ukawaone wazee. Na wakafika, anasema nikakuta ile nyumba kubwa. Akasema kumbe wazee wanaishi hapa. Sasa yeye hakungamua kwamba ni nyumba ya miungu. Afadhali tumefika kwa wazee. Sasa tuwaone wazee. Kuna kinyumba kile kikubwa na vile vinyumba vidogo vidogo vimejengwa kwa manyasi ya hivi. Akaambia, haya muingie. Wakachinja yule mbuzi pale mlangoni, wakaingia. Sasa mke wake anamwambia, wazee wako hapa. Anasema, wazee wa haoni mzee wowote. Anaona kiti, anaona mapembe, anaona nyungo, anaona nguo nyeusi, nyeupe, anaona manyoya, anaona mikuki, anaona vigoda, anaona mikeka, anaona makengele, anaona mabangili na manyanga. Ndio anayoona. Sasa yule mkuu wa ukoo akasema, haya wazee, amekuja na mke wake fulani bini fulani, na mtoto wa kwanza alikuwa na miezi 8. Nikamwambia, sasa umepataje? Umepata nini? Akasema, mtumishi, nguvu za Mungu zilinishukia. Nikamwambia, ukafaje? Nikanena kwa lugha. Yule mkuu wa ukoo akasema, huyu mwanamke aliyoolewa ukoo huu ana mizimu mikali. Nikamwambia, ulipomaliza kunena kwa lugha, umaskini umekuachia? Haujaniachia ngo. Nikamwambia, ulipaswa ukimaliza hapo, tayari umejua historia. Naongea na watu. Ameshajua historia, akatengeneza msuli wa maombi ya toba.
amekaa hapo miaka 100 anakuja kuniambia mpaka watoto wake walishaoa na kuolewa. Nikasema bad mistake. Yuko pale pale ananinginia tu pale pale. Miungu ni ajabu sana sana sana, na lazima tuombe sana damu Yesu ikatulipie madai na uhalali wanaodai. Sisi ni mali ya Mungu aliye hai. Sisi ni wa Yesu, tumenunuliwa kwa damu yake ya thamani. Mwingine akaniambia, nilikuwa kwenye msiba fulani, akaniambia afadhali mtumishi tumekuona kwenye huu msiba. Sasa mtumishi, mimi nina shida. Nikasema elezaga hapa maana mimi sikai sana. Akaanza, sasa binti yangu ameolewa ukoo fulani, mume wake ni mzaliwa wa kwanza, baba yake alirithi mikoba ya chifu. Alipokufa akasema mzaliwa wa kwanza aliandaliwa kuchukua hii mikoba. Baba kashazikwa, sasa ibada kubwa ya kumkabidhi kiti cha chifu. Mke wake akasema hapana, mimi nimeokoka. Wakasema kwa hiyo mume wangu hawezi kalia. Kwa hiyo yeye anakalia kile kiti kikubwa, alafu mke wa ndo anakalia kile kigoda. Akasema sitaki kwa jina Yesu. Nikasema wow. Nikasema nilishambulia mpaka wakatufukuza kwenye lile tambiko. Tokeni, toka. Sio kwamba vita iliwaachia, haijawaachia. Wakainua ile madhabahu ya Mungu kwa niaba yao, wakawaketisha kwa ibada, wakawasimika kwa ibada, wakampa kwa ibada kwa niaba. Wamerudi mjini, akili za yule mama zikaanza zinakuwa off on, anachanganyikiwa kabisa. Hapa anakaa nombo, akichanganyikiwa anaongea ibada yote iliyofanyika kule kijijini. Walifanya hivi, walichinja, waliniita kwa jina, wakanitaja kwa jina, wakanikalisha kwa kigoda. Anaongea, kwa nini mnamtesa? Si amekataa. Anasema siku ya siku alikuwa anapika, mtoto wake mdogo alikuwa kando anakoroga uji. Mtoto alinyanyuliwa na nguvu ya ajabu, akaingia ndani ya sufuria ya uji. Kufikishwa hospitalini akafa. Alitanguliza kichwa. Madhabahu ya Mungu ilimuinua, ikamnyanyua, ikamtupa kule ndani. Kwa nini? Madai. Nikasema oh Bwana Yesu, mtoto yule alikufa kifo kibaya. Usipoomba wewe, leo na kesho ni utangulizi, kesho kutwa. Kila mtu hapa ni askari wa jambo lake. Kila mtu hapa ni askari wa mambo yake. Tunaelewana? Haleluya, haleluya. Haleluya tena. Haleluya tena. Haleluya tena. Haleluya tena. Tutatoa sadaka alafu niingie kwenye maombi ya dakika chache. Usiondoke, ni mpaka Mungu akutembelee hapa hapa. Upako mkubwa uko hapa. Ni kumngangania Mungu hapa, ni lazima nitoke. Madhabahu za miungu lazima ziniachie. Amen, amen. Tupate vyombo vya sadaka. Kamata sadaka yako niombe. Simama na sadaka yako. Sio kongamano la kawaida sana, ni kongamano zuri lenye maombi ya vita katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa damu na nyama. Ni wao walichagua. Wewe umeingia kwenye vita, mimi na wewe tumeingia kwenye vita. Hatusogei. Kuna siku nilikuwa namwambia dada mmoja, dadae, unafanya biashara, umejiandaaje, umejipanga vizuri? Wenzetu wakimaliza kazi za ofisini wanalitaya, serikali inawapa kinua mgongo. We muda wako wa kuchoka ukifika, umejiwekea akiba ya kinua mgongo. Anasema anabangaiza tu kwa biashara kenyewe. Nikasema sio sawa. Miungu ina hiyo tabia. Na Mungu akiwa anatutoa haangalii tumesoma hatujasoma. Kutoka ni kutoka. Kila mtu atafika kwenye kiwango ambacho Mungu alikikusudia, ambacho Mungu alikupangia. Haleluya, haleluya. Inua sadaka yako niombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya sadaka ambazo tumeziinua kwenye madhabahu yako takatifu.
ukazipokee Bwana. Asante kwa ajili ya nguvu ya maombi ambayo umeiachilia katikati yetu. Asante kwa sababu umeshuka mwenyewe kutupigania, umeshuka mwenyewe kujidhihirisha, umeshuka kuonekana ili kututoa mahali ambapo miungu imetubana kwenye madhabahu za kifamilia, madhabahu za miungu migeni, madhabahu za miungu mipya, madhabahu za miungu ya watu katika ulimwengu wa roho, ukatutetea na kutupigania. Asante pia kwa ajili ya yeyote ambaye atafuatilia mafundisho haya, sadaka yake pia Bwana ukaikumbuke. Damu yako ingie ndani ya sadaka hii na sadaka yake. Upako wako unaotutembelea hapa umtembelee na yeye, afunguliwe na kuwekwa huru katika jina la Yesu na damu ya mwana kondoo. Pokea sadaka zetu Jehova, kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kuamini na kupokea katika jina la Yesu. Amen. Watatupa wimbo wa toba. Utamaliza kutoa sadaka, utarudi kukaa, utaendelea kuimba. Tukimaliza tunaingia kwenye maombi. Karibu tuanzie kule nyuma tafadhali. Rema, urena nema, sama analomi pewa, dipo alipo nifungu kwa kabari rema burena se rema sama na odishi pewa ipo alipo nifungua kwa Kalvari rema burena rema sama na onili pewa ipo mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Kwa neno lake Bwana Mungu nimejiona mimi mwovu, ninageuka na kutubu kwa Mwabudu Bwana. Simama, endelea kuimba. Simama, endelea kuimba. Simama, simama, imba. Ongeza sauti ya kuitikia kule nyuma. Imba, 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 imba. Fumba macho, imba. Fumba macho yako, imba. Fumba macho, imba. Ukifumba macho ni rahisi kuingia katika ulimwengu wa roho. Acha kushangaa, fumba macho. Ukifumba macho ni rahisi kuingia roho.
Wacha kushangaa, unashangaa nini hapa ndani? Kwa Yesu namtolea, ndiwe mfalme wa pekee sana. Kwa furaha nitamwimbia kwa damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu yaweza pambana. Damu ya Yesu yaweza pambana. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu. Damu inanifungua. Damu inanifungua. Inanifungua. Damu ya Yesu inanifungua. Inanifungua. Damu ya Yesu inanifungua. Hiyo damu yaweza pambana. Robo shota yaweza pambana. Hiyo damu yaweza. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu yaweza pambana. Yaweza pambana. Yaweza pambana. Damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu. 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 Yesu.
Yesu, Yesu, inanena mema. Ora na basha, inanena mema. Inanena mema, inanena mema. Inatukomboa kutoka kwenye mifungo, inatukomboa damu, 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 shadadadadaba, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanisamehe, inanisamehe, damu ya Yesu inanisamehe, damu ya Yesu inanisamehe, damu ya Yesu inanisamehe, damu ya Yesu inanisamehe. Tutaenda pamoja ili tuwasaidie na wale ambao hawawezi kwenda mpaka wawe na mwongozo kidogo. Inua mkono wako mmoja juu, mmoja weka kwenye kifua. Sema, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, nasimama mbele zako. Wewe Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wayajua maisha yangu unayajua. Samehe kila dhambi, samehe kila uovu nilioutenda mimi, niliourithi kwenye malango ya familia kutokana na ibada mbalimbali za miungu ya ukoo, za miungu ya familia,
za miungu ya kabila zilizotoa uhalali kwa ulimwengu wa roho wa giza kunisimamishia madhabahu za miungu mbalimbali na kunizuilia mimi kuinuka kutoka kwenda kiwango kingine. Wamenizuia kwa miaka mingi, wamenikwamisha kwa miaka mingi, wamenichelewesha kwa miaka mingi, wamenishikilia kwa miaka mingi. Nimesimama eneo moja kwa miaka mingi. Baba, samehe dhambi, samehe uovu, nirehemu na unisaidie. Jioni ya leo uliwasaidia wana wa Israeli, nisaidie na mimi Bwana, kwa uwezo wa damu yako, kwa uwezo wa jina lako. Naomba unisaidie jioni ya leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Niko mbele zako Baba yangu, ninaomba uniangalie tena, ninaomba unisikie tena. Miaka ya nyuma kuna majibu ya maombi yangu hayajajibiwa, sikusogea. Nimeingia majira mapya, lazima nisogee, lazima niinuke, lazima nitoke kwenda kiwango kingine. Nahitaji damu yako, nahitaji damu ya Yesu inisaidie, damu ya Yesu inisaidie, damu ya Yesu inisaidie, damu ya Yesu inisaidie, damu ya Baba na inua jioni ya leo. Endelea, 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 endelea. Ndiyo Baba, ikikila pasata yomahanta rabasaya indiri kandaraposa. Majira yalifika na majira yangu yamefika, na majira yao yamefika. Majira ya wana wa Israeli yalifika, ingawa walikaa kwa miaka mingi. Rikandaraposaya, majira yamefika mahali hapa sanya juu kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya mama huyu, familia yake na uzao wake. Omba, omba, nenda mbele za Baba kama vile ni wewe tu unayesikilizwa, ni wewe tu unayeomba. Msalaba uliinuliwa kwa ajili yako, iko damu ya thamani ya Yesu kwa ajili yako. Omba kama vile hujawahi kuomba. Haya ni majira yangu, haya ni majira yangu. Huu ndio wakati wa Bwana. Rikisaka yekora pasata rintaramandara. Maisha ya wana wa Israeli kule Misri yalikuwa ni maisha ya vilio tu, maisha ya kulia, maisha ya uchungu, maisha ya maombolezo, maumivu yasiyokoma, maradhi mabaya na magonjwa mabaya. Walizuilika kwa miaka mingi, walikwama kwa miaka mingi. Madhabahu za miungu ya Kimisri ziliwazuia, hawakusogea zaidi ya miaka 430. Kilio chao kikafika mbinguni. Bwana akasikia, Bwana akatazama. Mwambie Baba, niko hapa, nisikie tena, nitazame tena. Yatosha, 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 yatosha. Sitakaa hapa, sitasimama hapa tena. Majira yangu ya kutoka yamefika, majira yangu ya kuinuka yamefika, majira yangu ya kwenda kiwango kingine yamefika. Katika ulimwengu wa roho na ajili ya damu ya Yesu. Nguvu za Mungu ziko juu yako, zitumie kuomba. Bwana ameshuka kwa ajili yako, ameshuka ili kukutoa. Anajidhihirisha anapokutoa, analisimamia neno lake na kulitekeleza, analiangalia na kulitekeleza. Si mtu akasema uongo. Alikuahidi, ninajua. Alikwambia atakutoa, majira yamefika. Alikwambia atakusogeza, atakuinua kwenda kiwango kingine. Haya ni majira yamefika. Ng'ang'ania msalaba. Usiende peke yako, tuna watoto.
Madhabahu za miungu zimekuzuia kuinuka kwenda kiwango kingine. Madhabahu za miungu ya kifamilia, madhabahu za miungu mipya, madhabahu za miungu migeni, madhabahu za miungu ya ukoo, madhabahu za miungu ya babu, madhabahu za miungu ya kichifu, madhabahu za miungu ya kimangi, madhabahu za miungu ya kifamilia, madhabahu za miungu ya ukoo. Taja na hiyo jina. Ni lazima utoke. Jisemeshe mwenyewe, ni lazima nitoke. Haja ya mioyo yao kwa wana wa Israeli ilikuwa ni kutoka. Ndio maana Mungu aliposhuka alisema nitawatoa. Alishikia wanasema nitoe hapa. Mwambie kuna mahali umekwama. Biashara yako imekaa hapo muda mrefu. Maisha yako yamekaa hapo muda mrefu. Bwana amekuita lakini huinuki. Bwana amekuita lakini hutoki. Bwana ana haja nawe. Umebanwa na madhabahu za miungu migeni. Umebanwa na kuzungukwa na madhabahu za miungu ya wakwe zako kwa kuoa na kuolewa. Hariposa ya ndarabasaya. Walipochagua miungu paka wana vita malangoni. Omba, 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 omba. Mwambie Baba unirehemu. Chunguza maisha yangu. Samehe dhambi na uovu. Samehe kwa habari ya njia zangu mbaya. Nimekukosa kwa mengi. Umenivumilia sana. Nisamehe tena. Nimeiacha njia yako mara nyingi. Nirehemu Baba. Umenivumilia nikaingia majira mapya. Nikaingia mwaka mpya. Yesu samehe. Samehe uovu wa ibada za miungu. Samehe uovu wa ibada za miungu ya wakwe. Kule alikoolewa, kule alikooa, amezuilika kuinuka kwenda majira mapya. Amezuilika kuinuka kwenda kiwango kingine. Amezuiliwa kuinuka kwenda hatua nyingine. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba, Yesu anakupenda. Ndio maana amekuleta hapa. Ndio maana ameachilia kongamano hili. Risa karabosaya, rikandarabosaya, ramandarabasaya, rikandarabosa, yokori ya masanta, ribahanta rabosaya. Ninakwenda kinyume na nguvu ya madhabahu za miungu ya ukoo, ya familia unatokea. Ninakwenda kinyume na hiyo madhabahu. Ninaisemesha kwa mamlaka. Ninaizungumzisha hiyo madhabahu ya miungu ya ukoo kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Achia nafsi ya mama huyu. Achia nafsi ya baba huyu. Achia nafsi za watoto wake. Achia maisha yake. Majira yake yamefika. Tunaenda kinyume na hiyo madhabahu. Tunaenda kinyume na kila agano la miungu lililoinuliwa, lililofanyika, sadaka walizotoa, sadaka walizoziinua katika ulimwengu wa roho kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Tunazungumza na madhabahu za miungu ya familia kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Achia maisha yetu. Zungumza na madhabahu za miungu. Zungumza tena, zungumza tena. Tumia mamlaka uliopewa katika damu ya Yesu. Iambie madhabahu za miungu, sikia. Niachie, 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 niachie. Ng'ang'ana kuiambia niachie. Majira yangu ya kutoka yamefika. Niachie kwa damu ya Yesu. Niachie kwa damu ya Yesu. Niachie. Nataka kusikia waombaji wanaomba. Paza sauti kwa Bwana. Ziambie achia watoto wangu. Umenikwamisha, inatosha. Umenishikilia, inatosha. Umenizonga zonga, inatosha. Nimelia, inatosha.
Nimeomboleza, inatosha. Maumivu haya yamefika mwisho. Yayeyuka na kuondoka kwa damu ya Yesu Kristo. Toka, achia. Toka, achia. Achia. Toka, achia. 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 Toka, achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Shaipayanta Pandarabasaya Rikishata ya Mandarabosanta. Ndio unafunguliwa, 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 unawekwa huru, unafunguliwa. Upaka uko juu yako. Omba, 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 omba. Omba, zungumza na madhabahu za miungu kwa mamlaka uliopewa kwamba toka, niachie. Rudia, 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 rudia unavyoomba. Toka, niachie. Madhabahu za miungu ya babu yangu, toka, niachie. Shinyanga, Mwanza, upande wa mama yangu, upande wa baba yangu, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia uzao wangu, achia wito wangu, achia uchumi wangu, achia. Madhabahu za miungu ya Kilombo, madhabahu za miungu ya Wachaga wa Shiha, madhabahu za miungu ya Wachaga wa Dumoshi, madhabahu za miungu ya Wachaga wa Marangu. Nenda namna hiyo, nenda namna hiyo. Iambie toka, achia maisha yangu. Kasirika, kasirika, kasirika unapoomba. Sukuma kwa hasira, omba kwa hasira kutoka ndani. Piga hiyo madhabahu kwa damu ya mwanakondoo. Piga, piga, piga hiyo madhabahu, piga hiyo madhabahu, piga hiyo madhabahu. Jifarakanishe na hiyo madhabahu, jitenganishe na hiyo madhabahu. Ikatae hiyo madhabahu na miungu yenyewe. Isikia imekataliwa, isikia imekataliwa, isikia imekataliwa. Iambie ninawakataa. Ndio, kuna watu wanafunguliwa hapa. Nguvu za Mungu zimekushukia. Mkono wa Mungu ni mkono wenye nguvu. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Achia nafsi yake, achia mwili wake, achia ndoa yake, achia hatua yake, achia miguu yake, achia elimu yake, achia masomo yake, achia shamba yake, achia mifugo yake, achia ndoa yake, achia harusi yake, achia ujenzi anaojenga kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu Kristo, toka mapepo, nguvu za giza, toka, 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 toka kwa damu ya mwanakondoo. Madhabahu za miungu ya kiganga, madhabahu za miungu ya kichawi, madhabahu za miungu ya kishirikina, toka kwa watu hawa. Achia maisha yake. Toka, toka, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Pigwa, achia maisha yake, chomoka ndani ya maisha yake. Sikilize kidogo, sikilize kidogo. Shika mkono jirani yako, shika mkono, shika, mwambie simama. Labda wazee nakubali, lakini uwe ni mzee kweli. Umeshika mkono jirani yako, nataka uzungumze namna hii. Miungu ina madhabahu, si ndio? Na Mungu wetu ana madhabahu. Damu ya Yesu ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Tunaelewana? Tutaisemesha madhabahu ya damu ya Yesu juu ya madhabahu ya miungu ya mtu huyo uliyemshika mkono, imwachie. Amen, amen, amen. Sema, nainua madhabahu ya damu ya Yesu
na iweka juu ya madhabahu ya miungu ya familia na ukoo wa mtu huyu anakotokea, pande za baba yake, pande za mama yake, ameshikiliwa asitoke. Naweka madhabahu ya damu ya Yesu, na iweka madhabahu ya damu ya Yesu, madhabahu ya damu ya mwanakondoo. Nisaidie, na mtoa mtu huyu atoke, achiliwe, atoke, achiliwe, atoke, achiliwe. Omba, 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 omba. Kwa nguvu ya madhabahu ya damu ya Yesu Kristo, namchomoa, namtoa, namchomoa, namtoa, namchomoa, namtoa, achiliwe, achiliwe. Endelea, endelea, endelea. Ndio tunavyoombeana anatoka, tunavyoombeana anafunguka. Huyo 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 huyo, inamwachia madhabahu ya miungu ya kichifu. Juu yake kuna madhabahu ya damu ya mwanakondoo. Lazima atoke, lazima achiliwe, lazima atoke, lazima achiliwe. Omba, 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 omba. Wahudumu tusaidiane. Chukua watu hao, peleka nyuma ya hema. Shikilia mkono, usimwachie uliyemshika. Akianguka mwachie, shika mwingine. Iko nguvu ya madhabahu ya damu ya Yesu. Inatembea, haitatulia, haitanyamaza mpaka ameachiliwa, mpaka ametoka. Atoke, 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 atoke. Tunamuita atoke kwa damu ya Yesu. Achiliwa, achiliwa, achiliwa. Toka, toka. Hiyo madhabahu ikuachie, 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 ikuachie. Pambana, pambana kuiambia niachie. Natoka, natoka, natoka. Madhabahu zikutapike, zikutapike, zikutapike. Toka, achiliwa, toka, achiliwa, toka, achiliwa, toka, achiliwa, achiliwa, achiliwa. Madhabahu, madhabahu, madhabahu ziwatapike, 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 ziwatapike. Ndio unatolewa, unatolewa, unatolewa. Toka, 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 toka. Achiliwa, 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 achiliwa. Madhabahu zinakuachia, madhabahu, madhabahu, madhabahu zinapigwa, zinapigwa, zinaachia, zinaachia moyo wako, zinaachia, zinaachia, zinaachia. Ndio piga kelele, piga kelele, ambia niachie, 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 niachie kwa damu ya mwanakondoo. Pambana, 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 pambana tena. Hiyo madhabahu inakuachia na miungu yake inakuachia. Toka, toka, toka. Achiliwa, 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 achiliwa. Sahi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza zinazotenda kazi na hiyo madhabahu kwa nguvu ya damu ya Yesu. Toka, chomoka, chomoka, chomoka. Hautavumilia, moto umewaka, moto umewaka. Hautavumilia, hautakaa ndani yake, ndani yao, kwa damu ya Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Dakika zangu zimeisha. Mshukuru Mungu kwa kupiga makofi. Mwambie Yesu, pokea utukufu na heshima. Endelea kushukuru kwa kinywa chako. Natoa dakika 3 tu. Shukuru, shukuru, shukuru. Wale waliojaliwa kunena kwa lugha wanisaidie kunena kwa lugha. Fungulia kunena kwa lugha waliojaliwa. Fungulia, fungulia kunena kwa lugha. Nena kwa nguvu. Panda tena, panda tena, panda tena. Nena kwa lugha. Natoa dakika 3. Nena kwa lugha. Bado, bado, bado sijawasikia wanena kwa lugha. Nataka kuwasikia wanaonena kwa lugha. Paza sauti yako kwa Bwana. Faida ya kunena kwa lugha katikati ya maombi ya vita ni kumruhusu Mungu akamilishe mahali ambapo hatujakamilisha. Aingie mahali ambapo sijaweza kuingia. Afike mahali ambapo siwezi kufika.
Ulimwengu wa roho una upana mkubwa sana. Unaponena kwa lugha kuna kitu kinafanyika, kuna jambo linatendeka. Nena kwa lugha. Nena. Ndio, kuna jambo linatendeka. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Achia hiyo lugha. Achia hiyo lugha. Ndio. Rapako ramanda rakataya rikanda rabako randa rabako ramandara rinda rabako karamashanda rindiri mandara bakora karamashanda iriapanda rabako andiri mandara bako ya mandara ratapakaya ritapaya akataya mainda akapaina ratamaina apaina kandara akatiri andaraba apakandara yekatara yanda akapaina rabako. Piga makofi. Rabako karapa rindi kataya rende kapaya rende rakataya sia rinde rakapara akataya karamando rikitaya nda katika jina la Yesu. Pokea utukufu Jehova. Katika jina la Yesu. Na heshima kwa damu ya Yesu. Mpe tena Yesu makofi ya shangwe. Endelea kumshangilia Yesu. Mwambie mwenzako mambo ndo ameanza. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kwanza. Tumemwona Bwana. Bwana asifiwe. Muda wetu umeisha, lakini tunakushauri sana kesho, hebu jitahidi kuwahi. Tunaanza hapa saa 8 kamili, jitahidi saa 8 kamili. Njoo, hata kama una mgonjwa njoo naye. Kuna jambo jipya Mungu anafanya. Jitahidi kuwahi saa 8 kamili. Ninaomba hapo kiongozi mmoja, Baba Mchungaji Msele, chagulie kiongozi kwa ajili ya kuja kuahirisha. Bwana asifiwe. Kesho asubuhi tutakuwa na lisali moja la maombi saa 12 asubuhi mpaka saa 1. Kila siku kwa siku 8. Kwa ajili ya kuombea siku ya kesho, lakini kujiombea sisi na kuomba iwe ni siku ya baraka. Kwa hiyo kama unaweza kuungana na sisi, karibu sana, saa 12 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi, lisali moja hapa uwanjani. Karibu sana. Basi naomba mchungaji airishe, naomba utulie, tupokee baraka na kuagwa ili tuende nyumbani salama. Kumbuka kesho jitahidi saa 8 kamili uwe hapa. Saa 8 kamili tunaanza. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neema yako na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya kwanza, na asante kwa ajili ya yote ambayo umeyafanya Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyefika mahali hapa. Ninaomba Baba, tunapoondoka hapa, ninaomba uso wako uende pamoja nasi. Ututangulie njiani Mungu, tukaikute amani yako kule tulikotoka. Uso wako uende pamoja nasi, utuongoze Mfalme wa amani. Tufike salama, nasi tuendelee kukutukuza na kukuhimidi wewe. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, tumeomba na kuamini kupokea. Amen. Pokeeni na baraka ya Bwana, na Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili, na Bwana kule uso wake akupea amani yake. Baraka hii ninawatakia kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Yesu. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Sijaona Baba, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Baba yangu wewe, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe una nguvu
wa huruma namna hii. Sijaona kama wewe, wa rehema namna hii. Baba, sijaona kama wewe, wa upendo namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, wa upendo namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. unastahili Unastahili kuwa, unastahili 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 kuwa, unastahili 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 kuwa, unastahili unastahili kuwa, unastahili unastahili kuwa, unastahili unastahili kuwa, Hallelujah. Unastahili unastahili